Mtazamaji, kwenye mdahalo wetu wa Sema na Citizen hii leo ambapo tunazungumzia masuala ya elimu ya juu, kama nilivyokuarifu awali, tunataka kuangalia jinsi ambavyo elimu ya juu inaweza kufadhiliwa kikamilifu na matatizo ambayo yanazonga sekta hiyo. Hapa studioni tuko nao wageni wetu ambao wanamjumuisha Onesmus Mutio ambaye aliyekuwa katibu wa uratibu katika chama cha UWASU. Tuko naye mbunge wa Kitutu Masaba Clive Gisairo ambaye pia anakaa kwenye kamati ya bunge kuhusu elimu. Tuko naye Chege Majus ambaye ni mchanganuzi, na pia tunamtarajia Peter Orero, mbunge wa Kibra ambaye pia anakaa kwenye kamati ya bunge kuhusu elimu. Asanteni sana kwa kuungana nasi hii leo. Na bila shaka najua sote tunaelewa kwa nini kuna mjadala huu kuhusiana na ufadhili wa elimu ya juu. Hivi majuzi Rais Ruto aliweza kutoa matamshi kwamba kuna pendekezo jingine ambalo linaangaliwa na serikali katika kuhakikisha kwamba kila mwanafunzi anapata elimu ya juu bure bilashi. Lakini swali kuu ni kuwa tayari ilivyo kuna pengo ya zaidi ya shilingi bilioni 70 katika ufadhili wa elimu ya juu. Je, mfumo mpya ndio itakuwa suluhu ya matatizo haya? Mheshimiwa Clive, tuanze na wewe. Asante sana. Ufadhili wa masomo ya elimu ya juu umekumbwa na changamoto mingi, na nadhani kwamba kila serikali ambazo zilizopita na iliyoko zimejaribu kuona vile watapata njia kamilifu ya kufadhili wanafunzi katika vyuo vikuu na tertiary, TVET na hizo zingine. Lakini unapata katika kwamba hii serikali kwanza ilitoa ile model ambayo ilikuwa ya zamani ya Higher Education Loans Board, wakaleta funding model ingine ambayo walikuwa wanaita student centered. Kutoka pale inafaa ujue kwamba ile pia haikufanya kazi kikamilifu. Iliyoko ni ingine tena, bado ni walibadilisha namna ile ilikuanga wanasema kwamba mtoto atawekwa kwenye makundi. Kulikuwa band 1, band 2, band 3, band 4. Iliyoko sasa iliondoa hayo makundi. Na sisi kama kamati tuliwaambia wakuje watueleze ile ambayo wanaitumia kwa mwaka wa pili sasa, formula yake ni gani, kwa maana hawakupita bunge kutuambia hiyo model inafanya kazi namna gani. Lakini bado wanasema pana, bado ni student centered, lakini tulibadilisha formula kidogo. Kidogo sasa wiki iliyopita tulimsikia rais akisema tena analeta mfumo mpya tena. Kwanza bunge ilipitisha bajeti ya mwaka wa 26-27. Sasa hatujui huu mfumo analeta utakuwa financed na budget gani? Kwa sababu Wakenya ungependa kuelewa ule mfumo ambao ulikuwepo kabla ya mwaka 2023 ulikuwa ule ambao unafahamika kama differentiated unit cost. Yes. Hii nyingine ambayo ililetwa mwaka 2023 ambayo ndio imeendelea hadi sasa ndio student centered model. Hii differentiated unit cost ilikuwa na shida gani? Nadhani ule wa kwanza ulikuwa undifferentiated unit cost, kwa maana watoto wote irrespective unasomea nini walikuwa wanapata pesa sawa. Na ile ndio ilikuwa inaumiza vyuo vikuu, kwa sababu cost ya kumsomesha mtoto udaktari sio sawa na cost ya kumsomesha mtoto mambo ya walimu na hizi course zingine ambazo ni za theory, hazina sio za kisayansi. Ndio maana wakati hii serikali ilisema tukue na differentiated, kwa sababu sasa kila unit tupate ni pesa ngapi zinastahili kumsomesha mtoto kwa daktari, kumsomesha mtoto kwa mhandisi, kumsomesha mtoto kwa mwalimu. Ndio ikakuwa sasa differentiated unit cost. Ndio ikakuja kwamba sasa tukipata ile pia tuangalie mapato ya familia ambayo mtoto anatoka. Ndio wakaleta ile formula kwamba means testing instrument, yani kujua uwezo wa kila familia. Lakini ile means testing instrument wakati walikuja kwenye kamati yetu tuliwaonyesha kwamba ilikuwa na dosari. Na tuliwaambia kwamba
leta hapa tufanye majaribio. Nakumbuka hiyo siku tulimchukua mbunge ambaye ni mjane. Alafu tukamchukua mama ambaye ni msaidizi wa pale nyumbani, ambaye ameolewa na bwana yake ni kibarua tu. Wakati tulipowaweka pale, huyu ni mbunge ambaye ni mjane na huyu mwingine ndio wako kwenye ndoa lakini kazi za chini. Ilimweka mbunge aliye mjane band 1. Na hawa wawili kwa sababu wazazi wote wako hai, ikaweka band 4. Ndio tukamwambia ina dosari kubwa. Ndio wakarudi nyuma wakasema wameibadilisha. Sasa imefika, wamesema tena, wakati wameona huu mfumo, kwa nini haujaona kelele? Ni kwa sababu hawana fedha za kutosha. Wameprioritize kupatia watoto pesa za upkeep. Lakini vyuo vikuu havipokei ile capitation ambayo vinafaa kupokea. Ndio maana naona kwamba rais amerealize kwamba tunaelekea uchaguzi. Vyuo vikuu vilikuwa na deni, pending bills ya bilioni kama 70 miaka miwili iliyopita. Sasa pending bill imevuka bilioni 100. Ndio sasa wanaleta hii idea kwamba tunaleta mfumo mpya ambao utawafadhili watoto 100%. Lakini swali linabaki, hizo fedha zinatoka wapi? Naam, Bwana Onesmus, hili jambo linaonekana kuwa la kisiasa. Manake kama mhadhiri na pia mmoja wale ambao wamekaa kwenye chama cha UWASU, mmeona hizi changamoto na hizo fedha ambazo bado hazijafika kwenye vyuo vikuu zinaathiri vipi elimu ya juu? Na matamshi kama haya yanaleta mtazamo gani kuhusiana na namna serikali inavyotekeleza wajibu wake wa kuhakikisha kwamba wanafunzi wa Kenya wanapata elimu ya juu? Asante sana Mheshimiwa. Kwanza niweze kuchangia kuhusu venye differentiated unit cost ilikuwa na tatizo. Kwanza wakati walibadilisha kutoka differentiated unit cost, tulikuja hapa kama wahadhiri tukazungumza kuhusu mambo tunaona ambao model hii mpya student centered itakuwa na challenges mingi. Hawakuweza kutusikiza, lakini naona ni vizuri kwa sababu wameanza kubadilisha. Shinda kubwa ambayo ilikuwa na hiyo model haikuwa ni funding, kwa sababu serikali ilikuwa ifund hiyo model at 80%, lakini walikuwa kifund 40%. Lakini kama serikali ingeweza kufund hiyo model venye walikuwa wamekubaliana 80%, hiyo model haikuwa na shinda, ilikuwa model mzuri sana. Sasa wakaona kwa sababu haikuwa inaweza, wakaleta the new model. Na hii new model pia haikuweza kutoa hiyo changamoto la funding, ndio sasa wanaleta ingine. Lakini sasa tukiingia kwa swali uliouliza, hizi pesa mingi ambayo ilikuwa 70% kama venye mheshimiwa amesema 70 billion, sasa imeenda over 100 billion. Utaona ya kwamba hizo pending bills zimeadhiri sana lecturers kwa mambo mengi, kwa sababu zile tunaita third party deductions huwa silipwi. Kwa hivyo kama umechukua loan kwa bank, inafaa ukatwe, bank ilipe, lakini sasa bank hailipi. Sasa bank inakudai kwamba umedefault. Wengi wetu wamekuwa listed kwa CRB kwamba wamedefault loans, lakini ukienda kwa payslip zao wamelipa, lakini university haijalipa. Sasa members wetu wengi hawezi kupata loans kwa sababu wamekuwa listed kwa CRB, lakini si kwamba walipi, wanakatwa, lakini vyuo vikuu asilipi kwa bank. Ukiona kama pension scheme mingi kwa vyuo vikuu vingi vya umma asifanye kazi, sime collapse kwa sababu universities our remit, wakisha akata kwangu our remit. Sasa unaona pia ikifika mahali ambao mtu anaenda kuretire hawezi akapata hizo benefits, na hiyo imeadhiri motivation ya lecturers in many ways, kwa sababu ya those deductions asilipwi na mambo mengi na kwa haishughulikiwi. Unajua kwa universities kama mingi si understaffed, lecturers ni wachache, so wengi wana rely ile tunaita part time lecturers. Utapata part time lecturers, kuna university watu wajalipwa kama miaka 5. Ujalipwa lakini bado unaendelea kufunza. Lecturers ni watu wazuri sana kwa sababu hawalipwi na bado wanaendelea kufunza. Sasa hiyo yote inaleta changamoto katika ufanyikazi wetu kama lecturers katika vyuo vikuu. Naam. Chege, kuna haja gani ya kuhakikisha kwamba ama ya kutoa ahadi ya wanafunzi kupata
elimu ya bure, ilhali kuna madeni ya chuo kikuu, kuna wahadhiri ambao hawajalipwa. Inatatua yale matatizo? Niseme kwamba inasikitisha sana kwamba rais anafanya siasa na jambo ambalo ni muhimu sana la taifa la Kenya, ambao ni masomo. Kwa sababu nasema nini siasa? Nasema ni kwa sababu ukiangalia wale vijana ambao wako university, rais amejaribu sana kushika vijana wadogo wanajiita Gen Z na millennials ambao wako university ndio wamuunge mkono katika mwaka wa 2027. Ukitaka kujua ni siasa, unastahili ujiulize, leo hii tuko na shida ya capitation katika vyuo vyetu vya sekondari. Walimu wanapiga kelele. Juzi uliona kuna mkubwa wa shule fulani National School hadi alipewa warning letter na Wizara ya Elimu kwa sababu ya kuongeza school fees, akilalamika kwamba ile pesa ya capitation wanapewa siku hizi serikali inadanganya, kwa sababu ile capitation wanapewa na wanaambiwa siongeze school fees ni kidogo sana, haiwezi kidhi mahitaji ya wale wanafunzi. Tukaanza na free primary education. Tulikuwa tunadhani the next step itakuwa free secondary education, ndio tuende free university model. Mimi nimewahi kuwa mkubwa wa wanafunzi katika chuo kikuu, na naweza kuambia kwamba wanafunzi wengi sana wanapata ile shida ya kulipa school fees, kwa sababu wale wanafunzi wengi sana huwa wanajitahidi kwa maishani ili wapate ile grade mzuri ya kwenda university, wanatoka from very very poor background, ndio ili ujaribu kutatua ama kubadilisha mwendo wa ile familia yenu. Mimi kitu ningetaka kuuliza serikali ni kwamba hii funding model ambazo mnaleta, do you do research on them? Do you do participation? Huwa mnaenda mnauliza wahandisi kama hawa, ni wapi mngetaka tufanye hivi? Wahadhiri kama hawa, ni wapi mngetaka tubadilishe? Huwa mnaenda mnashirikisha washikadau wote, ili kwa sababu hatuwezi kuwa umekuja na funding model haijakaa hata 2 years. Sasa unataka tena kubadilisha. Na hata ukiuliza wabunge pia wana malalamishi yao. Wanauliza, hii funding model mlituletea miaka 2 imeisha, mmetuletea nyingine, hii hata haijafanya kazi. Hii ilikuwa means testing instrument. Na kuna stakeholders wengi sana walienda kwa court, including Kenya National Human Rights. Wakaenda wakasema hii means testing instrument ilikuwa ina ubaguzi mwingi sana, kwa sababu huo mfumo wa funding ulikuwa unaelezea kwamba unatoka wapi wewe. Kama ungekuwa unatoka mahali tuseme kama maybe Muthaiga, wewe hauko unapata ile funding kama ule mtoto mwingine ametoka pahali kama Mathare. But hujua unaweza toka Muthaiga, lakini wazazi wako ile wakati walikuwa nafanya kazi walikuwa na pesa, lakini saa hizi maybe mambo yalibadilika, haupati pesa zozote, lakini unaishi pale Muthaiga. Tukasema kwamba ile model ilikuwa inabagua sana. Saa hii tumekuja na model ambao sijui rais akisema haya mambo ameatilia mkazo, amefanya research ama tu ni siasa, kwa sababu ukisema 100% funding model, na saa hii tunajua kwamba mimi niko hapa university saa hizi nafanya uwakili. Ukienda katika university, even the state of our universities are in deplorable conditions. Ile facilities ambazo tulikuwa tunajivunia, ukienda university tunakuta ziko na laboratory, facilities are very good, saa hizi zinakaa vibaya sana. Walimu ako hapa amekwambia they are so demoralized. Ni nini ya maana? Kwanza, why don't we put first the foundation? The foundation ni kwamba hakikisha walimu wamelipwa vizuri, hakikisha kuna facilities za kutosha. Wacha sasa tukuje na 100% kulipiwa wanafunzi, kwa sababu nakwambia si walisema itaanza hii September, nakwambia itakuwa na shida sana kwa our MPs wakienda nyumbani kuelezea watu ambao ulipata C+, unastahili tuchukue bag na uniform uende chuo kikuu, kwa sababu president amesema 100%. So itakuwa na shida sana, ileta siasa sana, na president anastahili akuja ambia wa Kenya, hizi pesa unasema zitafanya 100%, kila mwanafunzi akipita university atakuwa analipiwa, hizi pesa zinatoka wapi? Mheshimiwa Gisairo, kuanzia mwaka 2017 hadi mwaka 2025 ile idadi ya wanafunzi imeongezeka takriban zaidi ya 300%. Je, hilo linaweza kuonekana kama tatizo la kuhakikisha kwamba elimu ya juu inatolewa kwa viwango vinavyostahili? Sidhani vile. Kwa sababu wakati unaongoza serikali lazima kwanza uangalie kwamba kuna ile tunaita population growth.
vile idadi ya wananchi katika taifa lako wanaendelea kuwa, na vile asilimia ya watoto wataingia shuleni na asilimia kama hiyo itakuwa ikiongezeka tukienda juu. Shida ya taifa la Kenya na mataifa mengi ya Afrika ni kwamba hatufanyi ile tunaita forward planning. Tunafanya census, tunajua kwamba hii ndio asilimia ya population yetu growth kila mwaka, ambayo inafaa kutusaidia kufanya ile planning. Tujue kwamba tutakuwa tunahitaji mashule wingi fulani, vyuo vya juu wingi fulani, na hii ndio itakuwa idadi ya watoto wetu. Haya yote yanaathiri, hata ukiangalia mambo ya, umeona mashida mengi sana katika Kenya National Examination Council. Kila mwaka unasikia kwamba wale markers hawalipwi nini. Kwa sababu wakati tulisema, na hii ndio mambo Afrika, hii mambo ya siasa kusema kila kitu itakuwa free. Tulifika mahali tukasema secondary itakuwa free. Tukafika tukasema hakuna mzazi kulipia mtihani wa kitaifa, serikali italipa. Tukachukua ile hesabu ya huo mwaka, ulikuwa unahitaji ngapi? Akasema bilioni 5 kuwatahini watoto wote kwa taifa la Kenya, KCPE na KCSE. Sasa kutoka pale tukaendelea kutuma bilioni 5. Lakini huo wakati labda watainiwa walikuwa 1500. Sasa watainiwa ni milioni 1, bado unatuma bilioni 5. Haya ndio mambo unaona yanaenda mpaka kwenye university. Kwamba hatuzingatii ile population growth na kujitayarisha kwa hayo yote. Kitu kingine ambayo inaleta hizi shida zote, kuna yale ambaye mwenzangu hapa amezungumzia kwamba statutory deduction. Kwa hiyo 100 billion, 34 billion actually ni hizo statutory deduction. Yeye kwenye payslip anaonyesha kwamba yeye amekatwa na kwa hivyo amelipa. Lakini backdoor pale hazijafika. Kwa hivyo pending bill, kwa hiyo 100 billion, 34% ni statutory deduction. Swali kuu ni hili. Tunahitaji kufungua vyuo vikuu zaidi, ama inafaa kwanza tuzingatie na tuweke mikakati ya kuona kwamba vile vyuo vikuu tulivyo navyo vimesimama, viko imara. Kwa maana tunaendelea kuweka, saa ingine inakuanga kwa lugha ya kimombo frustrating. Ukikaa pale kwenye kamati ya bunge, unaona tumebeba bilioni 3.5 tumeweka kwa Baringo University, ambayo wewe hujaisikia ikichukua wanafunzi wote. It's a new university. Tumeweka bilioni 3.5. Tumechukua bilioni nyingine 1 tumeweka tena university nyingine ambayo inaanzishwa mahali fulani. Lakini hapo ukiangalia Moi University inaelekea kaburini. Egerton University iko kwenye shida. University of Nairobi iko kwenye matatizo. TUK University ishafariki. Mbona serikali, ndio katiba inasema kwamba tutakuwa na university kwenye kila county. Lakini hatujawekewa bunduki kichwani tukaambiwa lazima tufanye hii kwa miaka 2. University tulizo nazo zinatosha wanafunzi wetu. Tungechukua zile fedha za kuanzisha university mpya kwanza tuziweke kustrengthen hizi tuko nazo. Ndio kutoka pale tunaweza kuwa tuna grow one by one. University tulizo nazo 44 zinatosha kwa accommodate watoto wetu wote. Hizo pesa zingine zingeenda kwa funding hawa watoto ambao wanaongezeka, badala ya kusema kwamba 100%. Nisikia mwingine akisema kwamba shida tulizonazo kwa secondary moto na nini ni 100% transition. Uongo, kwa maana tuko na mashule kwenye constituency yetu. Shule iko na watoto 100, shule yote. Shida yetu ni planning. Naam. Mutio, hili swala la kuongezeka kwa idadi ya wanafunzi, jinsi wanafunzi wanavyoongezeka, hivyo wahadhiri wanaongezeka, vile vifaa vinavyohitajika vinaimarika, taasisi zenyewe, majengo yanaongezeka, ama yanasalia vile vile? Asante. Naomba nikubaliane na mheshimiwa hapa, kwa sababu shinda kubwa ni planning. Jinsi idadi ya wanafunzi inavyoendelea kuongezeka, utapata ya kwamba idadi ya wahadhiri haiongezeki. Tumekuwa kama union tukiweza kuongea kupush serikali kuwe pia ina prioritize kurecruit lecturers, kwa sababu unapoona kila mwaka
kuna budget ya kuajili walimu zaidi, lakini inapokuja kwa universities hakuna budget ya kuajili lecturers zaidi. Sasa idadi ya wanafunzi inapoongezeka, lecturers wanakuwa na idadi yao haiongezeki. Jambo ambalo ni muhimu sana ni zile tunaita infrastructures, na hiyo imekuwa ni changamoto sana kwetu sisi kama lecturers, kwa sababu unapata kama class ambaye tukisoma ilikuwa 50 students, saizi hiyo class iko 500. Let hiyo lecture halls haijaongezeka. Tumekuwa na changamoto mingi, hata viti ambao utaona wakati wa mitihani students wanabebana na seats kutoka hall moja kwenda 5th floor kuteremuka, na wengine ni wachanga. Sasa inakuwa infrastructure haitoshi, lecture halls hazitoshi, na hiyo pia ina affect hata quality education, kwa sababu siku hizi tunasema tunafunza crusades. Unawezaje kufunza darasa ya 1000 students, na changamoto kubwa ni wakati wa kusimamia mitihani ama cuts. Siwezi nika-invigilate wa hata 500 students peke yangu na nikakuwa nitakuwa efficiency. Sana sana kwa hii generation watatumia simu, watatumia zile tunaita Mwakenya, na itakuwa hiyo quality imeshuka. Kwa hivyo kuongezeka kwa idadi ya wanafunzi imeaffect quality ya education sana, kwa sababu huwezi kusimamia kufunza watu 1000 effectively, alafu ikiingia kwa marking pengine unafunza 3 classes, so kuna papers like 5000 papers to mark in tuseme kwa muda wa wiki 3. Hiyo inakuwa ni ngumu sana, ni pressure kubwa sana kwa lecturer kuweza kumark hizo papers vizuri kama vile inavyohitajika. Ukienda kwa lecture halls mingi wakati huu Mashirimo, utapata ya kwamba lecturer anapoendelea kufunza, wanafunzi wengine wamekaa nje kwa sababu hawawezi wakatoshea kwa hizo majengo. Kwa hivyo inafaa serikali iweze kuprioritize development kwa universities ili waweze kujenga new lecture halls ambayo zinaweza kuaccommodate the increase kwa namba ya students. Lakini wanafunzi wanaongezeka, lakini utapata lecture halls ni zile, idadi ya lecturers ni ile. Sasa imeleta a lot of pressure. Of course kwa hostels wanaweza kwenda kujikondeshea nje, lakini ukiingia kwa lecture halls ni zile, utapata wanafunzi wengi wanaketi nje. In fact hata wakati wa mitihani tumekuwa na easy cases kwa universities. Unapata wakati wa mitihani wanafunzi wengine wanafanyia mtihani nje kwa sababu hawezi kuwa accommodated kwa lecture hall wote. Wengine hata najua universities zingine unaona mwanafunzi amesimama kwa hall kufanya mtihani kwa sababu hata kiti hakuna. Sasa atapewa karatasi aende akafanyie pale nje, na ile ina affect ama imeathiri sana quality education katika vyuo vikuu. Kuna wale ambao wako katika upande wa serikali ambao wanaweza kusema, tukiangalia tu labda jinsi ambavyo hii student centered model ilikuwa imeundwa, ni kwamba wale ambao wako katika ama walio na mahitaji zaidi, tukiona hapo kwa runinga, wanapata kugharamiwa kabisa, iwe ni katika scholarship ama loan ama household contribution, yani ile pesa ambayo inatolewa na familia. Ukiangalia wale ambao wana uwezo kidogo wa kujisimamia, takwimu ndio hizo, kwamba ile ambayo inachukuliwa kama mkopo kwa mwanafunzi ni asilimia kidogo, ile ambayo inatolewa na serikali kwa ukamilifu ni hiyo asilimia 50, kisha ile ambayo ni ya jamii ni hiyo asilimia 7, asilimia 20 kulingana na kama mtu yuko chuo kikuu ama taasisi ya kiufundi. Ukiangalia ile nyingine ya mwisho, wale ambao wanajiweza kwa kiasi fulani, pia kuna takwimu zao, na ile bandi ya 4 pia kuna takwimu zao. Tukisema kwamba serikali haijafanya planning, itakuwa hatuwaonei sana. Maanake ukiangalia hii kwa mtazamo wa juu, unaona ni kana kwamba serikali ilikuwa inajaribu kupunguza ule mzigo wa gharama kwa serikali na kuhakikisha kwamba kuna mzigo unaobebwa na mwanafunzi na kuna ule mzigo ambao unabebwa na familia, ndio serikali isiumie sana. Je, unaweza kukubaliana na hao ambao wanasema hivyo, mheshimiwa? Planning ambao tunazungumzia ni ile kujitayarisha kwamba idadi ya wananchi wetu inaongezeka. Unaweza kuja na formula nzuri sana, lakini kama hujazingatia idadi, the population growth. Kwa maana kama sasa tumezingatia sana hapa kuzungumzia mambo ya vyuo vikuu. Hatujazungumzia vyuo vya ufundi ambavyo kwa miaka 2 sasa hicho kitengo cha scholarship hawajatuma hata shilingi 1.
Alafu serikali yenyewe ikaenda ikabadilisha, ikaanza kusema kwamba school fees ya vyuo vya ufundi italipwa kwa modules. Mbeleni ilikuwa modules ni 2, shilingi 70,000. Naam. Wakaibadilisha ikakuwa na modules 3. Sasa ikakuwa shilingi 1,105. Na kitu ambacho mwananchi hajaambiwa, ile poto ya kuapply wakati uko katika chuo cha ufundi inafunguliwa mara moja kwa mwaka. Naam. Sasa ikifunguliwa mwezi wa Septemba ambapo ndio module moja inaingia, hao watapata funding. Naam. Wale wengine watakaoingia kwa zile module 2 baadaye hawatapata funding kwa maana the poto yenyewe haitakuwa imefunguliwa. Serikali haijatuambia ni asilimia gani ya wanafunzi ambao wameachia TVET katikati vyuo vya ufundi. Utashangaa ukiona hizo takwimu. Kwa sababu shida ya planning ambayo tunazungumzia ni kujua kwamba idadi ya wananchi mwaka wa 2000 sio idadi iliyoko sasa. Na sio kitu kigumu kufanya. Kwa maana wakati mtoto anaingia grade 1, hata kwanza tuseme PP1, tunajua ni watoto wangapi wameingia PP1 kwenye taifa la Kenya. Na tunajua hawa watoto baada ya miaka 9 watakalia mtihani wa kitaifa. Kwanza kuna darasa la 6. Kuna ule mtihani wa KPSEA. Alafu kuna ile KJSEA. Kwa hivyo unaona vile hawa watoto wanakuja. Na taifa la Kenya imekuwa kwamba kwa miaka ya nyuma, huu ndio mwaka wa kwanza 25% ya wale ambao walikalia mtihani wa kitaifa wa sekondari, 25% ilipata C+ and above. Unaona? Kwa hivyo ukitumia zile percentage averages kwamba imekuwa kati ya 19% na 25%, unaweza kujua kwamba mwaka kesho tunatarajia watoto wa kiasi fulani kuingia hapa, na vile itafanya tunaingia kwenye planning ya budget. Tuseme kwamba sekta ya elimu itahitaji hela zake kwenda juu kwa asilimia fulani kwa sababu iweze kukava hawa watoto ambao wataongezeka. Sisi ukisikia serikali ikizungumza kwenye majukwaa ni kusema huu ndio mwaka ambao tumeweka pesa ambayo haijawahi wekwa. Tunatumia the amount. Lakini mimi nasema serikali ambayo inapanga inafaa kuzungumza ikitumia asilimia, percentage, kwamba watoto wetu ambao serikali yetu imeweka juhudi wameweza kupita, wameenda vyuo vikuu, ilipanda kwa asilimia fulani. Na kwa hivyo bajeti yetu nayo kwenda sekta ya elimu tumeipandisha kwa asilimia fulani. Ndio iweze kukidhi haya mahitaji ambao wanasema. La sivyo tutakuwa tunafanya formulas mzuri sana ambazo zinasema zimepunguza mzigo wa serikali, zikapatia mwanafunzi mzigo fulani, ndio siku atapata kazi ataweza kulipa serikali. Hiyo ni sawa. Mimi nilikuwa mmoja wa wale ambao waliangalia ile new funding model na nikasema hii itafanya kazi. I was one of the supporters. Shida sio the model. Shida ni kwamba serikali inafaa inaangalia mfuko wake na inaangalia na wananchi wake, idadi ya wananchi vile inakuwa, iweze kujipanga ikitumia hiyo idadi. Majuzi kuna wale ambao wamekuwa wakiorodhesha zile bursaries na scholarships ambazo zilizopo katika taifa la Kenya, na wanasema hizi zote zikijumuishwa basi tutakuwa tunaweza kusuluhisha matatizo yetu ya elimu. Je, unaunga mkono kauli kama hizo? Naunga mkono hiyo kauli, lakini kwanza nilivyosema, tukue kwanza tufanye utafiti wa kutosha. Tujue ya kwamba kama mbunge anavyosema hapa, mtoto anapoingia kidato cha kwanza, tulikuwa tumeweka kitu inaitwa NEMIS. NEMIS ilikuwa kufuatilia huu mtoto. Ndio akifika sekondari, tunajua ni watoto wangapi walianza pale shule ya msingi, wamefika sekondari, na watoto wangapi wamefika sekondari wanaenda katika vyuo vikuu ama zile vyuo za ufundi. Wanaposema tukue hizi bursaries zikuwe consolidated, kwa sababu ukiangalia Kenya mbunge ako na bursary. Utakuta women rep pia anaitisha bursary. Siku hizi tuko mpaka na MCA anasema kwamba hata yeye pia kuwa na bursary. President ako na bursary. Hizo pesa zote zikikusanywa ziweko katika ile Ministry of Education, zinaweza kuwa zinafanya kazi nzuri sana ya kumake sure mambo ya masomo imeendelezwa. Lakini la muhimu si Kenya hawawezi fanya hivyo, kwa sababu mambo ya Kenya yengi maendeleo huwa yana siasa pale nyuma.
si mambo ambayo mtu anafanya kwa sababu ya vijazi vijavyo ama kwa sababu ya kusaidia Wakenya. Inakuwaga unafanya hii mambo kwa sababu ya siasa. Kwa sababu kwa nini kuja useme free university education na useme free secondary education? Kwa sababu wale watoto wako secondary hawawezi chaguana. Hawezi na kuchaguana. Lakini wale wote wako university uko sure wako na ID, wanaweza fanya nini? Wanaweza chaguana. So unafanya siasa ya mwaka moja, unashindwa kujua that the repercussions it will take long, kwa sababu kuna watoto wengi sana watajitahidi mashule wakijua mimi nikipata C+ mimi nitaenda university bila mashida yoyote. Lakini utaenda university mwaka moja. Mhadhiri hapa anaweza kuambia kwamba in the last 3 years watoto ambao wame drop out, wameacha university ni wengi sana. We are talking about over 30%. Wanaingia alafu mtu maisha inakuwa ngumu, anawacha shule. Huyo mtu ambaye ameacha university, afadhali hata hangeingia university, because as a young person unatoka ukiwa more frustrated na maisha, because uliingia ufanye udaktari, maisha ikakuwa ngumu, pesa zikakosa, sasa ukatoka. Unapoenda huko nje, you can become anything. Unaweza kuwa gumu, unaweza fanya kila kitu kwa sababu ya zile frustration. Kwa hivyo tunapoambia serikali hii discussion ama hii majadiliano umeanza kama Citizen ya kuongea mambo ya elimu, ikuwe a national discussion. Kwa sababu ukileta hapa walimu ambao ni wa CBC wako na zile shida. In fact walimu wengi wa CBC wanakuambia hawaoni umuhimu wowote wa CBC kwa sababu hakuna facilities. Watoto wanafunzwa CBC lakini yenyewe si CBC. Ni mfumo tu unaitwa CBC, but masomo ni ile tu ya kitambo kwa sababu hakuna facilities za kufanya hiyo kazi, hakuna madarasa, hakuna nini. Ukienda shule za secondary we have the same problem. Sasa tuko university. Zile university ambazo zimekufa, tuko na kina Moi University zinaendelea kwa kaburi. Na ni kwa sababu ya madeni. Hizi pesa rais unasema kwamba utaweka kwa universities ulipie watoto 100%. Kwa nini kwanza tusianze kuamsha hizi universities ambazo zimekufa, tulipe hizo madeni, because these are giant universities. Instead of unasikia kila mahali tunaanza university, sasa tunaanza Nyandarua University. Nyandarua University kianzo juzi, hiyo ndio ilikuwa center ya campaign za Orkarao. Walikuwa wanaenda anaambiwa rais anakuja kufungua nini? Nyandarua University. Kwa hivyo tuchague mtu fulani. So tumefanya mambo ya elimu ikakuwa ni kama ya siasa, si kama mambo ambayo tunaangalia itakuja kusaidia watoto wetu ama vizazi vijavyo. Yeah. Bila shaka, na tunataka kupumzika kidogo kukumbusha tu mtazamaji, tunakuuliza je, kubadili mfumo wa ufadhili kutatatua changamoto za elimu ya juu? Je, kubadili mfumo wa ufadhili kutatatua changamoto za elimu ya juu? Wasiliana nasi, nambari ya rafa ni 22422 au kupitia mtandao wa kijamii ukitumia alama ya reli Mwenge wa County. Tutakaporudi tutakuwa tunawasikiza hawa wanafunzi wa vyuo vikuu ambao Majusi anasema ni wao wanaolengwa kisiasa. Wanasemaje kuhusiana na hili swala la ufadhili wa elimu ya juu? Wanapitia changamoto gani? Watatueleza hivi punde. Usiondoke hapo.